Na ndugu zetu kiangalia wanaendelea na shughuli ya kupiga kura kuweza kuchagua kiongozi wao ama kuchagua mwakilishi wadi, na tayari Robert Masai yupo eneo lile. Robert Masai, tueleze kuhusiana, manake tukiangalia maeneo mengi idadi ya wanaojitokeza kupiga kura ni ile ya pole pole, labda pengine ni kwa sababu majira bado ni asubuhi. Je, uko Purko hali ikoje kwa sasa hivi, Robert Masai? Anama Rashid, asante sana. Bila shaka tunakuja moja kwa moja kutoka eneo la Purko. Hapa ni Kajiado ya Kati, na labda tofauti na maeneo mengine nchini, wakazi wa eneo hili wamejitokeza kwa wingi sana, hususan wakati wa asubuhi, kwa sababu tumekuwa katika shule ya Kumpa na tukaangalia katika ile polling station number 1 kufikia saa moja, angalau watu 170 tayari walikuwa wamepiga kura, kuashiria kwamba wamejitokeza kwa wingi. Lakini ukiangalia hata hapa nyuma, kwa sababu kwa sasa tuko katika shule ya Ngoile ambapo pia wapiga kura wanaendelea kukuja, lakini wamekuwa hapa tangu asubuhi na foleni inazidi kuendelea kwa muda wa kazi tu. Lakini labda tu kukutajia eneo hili ni kwamba wakazi hao wanashiriki uchaguzi baada ya kufariki kwa MCA wa eneo hili Simon Saitoti mwezi Aprili mwaka huu, na sasa kinyang'anyiro hichi kimewavutia wagombeaji watatu wa chama cha ODM ambaye ni Daniel Naikuni, vile vile tunaye chama cha UDA ambaye ni Amos Mbusia, na vile vile Sanare Saidimu wa chama cha DCP. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro ambacho kinajumuisha wapiga kura 4848, na hapa ninao baadhi yao ambao tayari wanatarajia kupiga kura na kuna wale tayari wameshiriki uchaguzi huo. Mama, unaweza karibia tu hapa hivi, alafu taanza kwa jina lako kisha tueleze unatarajia nini kwa sababu ndio unaenda kupiga kura. Kwa majina mimi naitwa Evelyn. Nimetoka Nairobi. Tumekuja hapa kupiga kura. Watu wamejitokeza kwa wengi. Mambo si mabaya. Haya, asante sana. Wacha nikuruhusu uende pale uendelee kupiga kura. Mzee, karibia tu hapa hivi. Unaniambia umesafiri kutoka jiji la Mombasa kuja hapa? Ya Mombasa. Angalia kamera. Pale ya Kwele. Labda tayari umepiga kura katika kituo hiki. Je, hali ikoje? Shughuli inaendeshwa vipi? Sasa mimi naenda na jina yangu naitwa Walanakwet. Nimetoka Mombasa pande ya Kwele. Nimekuja kutoka usiku yoyote jana saa 4 mpaka leo nimefika. Nimekuja kuchagua kupiga kura hapa. Ndio. Tayari umepiga kura. Shughuli imekuwaje kule ndani? Iko mzuri sana. Naendelea poa. Nakata kura mzuri sana, heshima. Haya, asante sana. Labda tunaweza pata pia mgombeaji wa kiti cha ODM ambaye tayari amemaliza shughuli ya kupiga kura katika eneo hili. Mheshimiwa, tangu asubuhi labda unaweza zungumziaje swala hili la kupiga kura, kwa sababu tumeona kule Kumpa, tumeona katika vituo vingine swala hili linaendelea tu kwa njia iliyo shwari. Je, wewe unaonaje? Ninasema ya kwamba tunaendelea katika shughuli hii ya kupiga kura na inaendelea kwa amani. Na niweze kusema ya kwamba tangu asubuhi hatujapata malalamishi yoyote, na ninaendelea tu kuhimiza wananchi katika eneo hili waendelee kupiga hiyo kura na amani. Mimi mwenyewe nimekusha kuja hapa Ngoile nikapiga kura, na nimepiga kura ambayo iko na ustaarabu ambayo inaendelea vyema, na ninaendelea tu kwa hiyo shughuli kuambia watu wacheni kuingilia. Watu wakikuja kupiga kura waendelee kupiga na amani, na by jioni leo tunatarajia kwamba maneno yote yatakuwa mazuri, na tunatarajia kwamba hii kura itamalizika vizuri na amani, na kesho tutakuwa by jioni ya leo tutakuwa na MCA ambaye ninatarajia itakuwa mimi mwenyewe. Haya, naam, asante sana. Tukimalizia tu hapa, ndugu, pia umekuja hapa ukashuhudia zoezi na pia mmekuwa mkizunguka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Je, kwa sasa hali ikoje na unaweza zungumziaje ile tukimalizia tu? Jina langu ni Mheshimiwa Dickson Sitei, mwania wa governor 2027 hapa Kajiado County. Nimekuja hapa kwa sababu ya kusupport hii maneno ya kupiga kura. Na vile tumeona sasa ni kwamba kuna amani kabisa, mambo inaendelea shwari, wananchi wamejitokeza kupiga kura, na ile naweza himiza ni kwamba amani iendelee. Naona serikali wamedumisha kabisa amani pia, na nasema kwamba vile tunasema kwa Kimasai ya kwamba mwisho ya siku ni Mungu atachagua kiongozi. Naam. Na tutabaki kuwa wana Purko, wana Masai, wana Kajiado na pia wana Kenya. Kwa hivyo naambia kila mtu nchi ya Kenya wakae kwa amani, wapige kwa amani, na tutaona ile Mungu atafanya.
Asante. Asante sana. Labda kwa sekundi chache tu, kwa sababu ya kupata jinsia nyingine kidogo tu, hisia zako tu kwa sekundi chache tu tukimalizia. Okay, kwa majina naitwa Anne Lante. Mimi ni mkaaji wa Kajiado Central, UDA admin. Ile naweza sema kwa wakati kila kitu imeenda vizuri, tuwashukuru Mungu, tuwashukuru the security, wamefanya kazi mzuri. At the moment hatuna complaint yoyote, mambo inaendelea vizuri na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Yes. Haya, asante sana. Bila shaka kama umesikia sauti za wakazi pamoja na hawa wapiga kura, wanasema shughuli inaendelea vizuri. Na awali tulikuwa tumezungumza na kamanda wa polisi kaunti ya Kajiado Bwana Alex Shikondi, ambaye ametuhakikishia kwamba kila kituo usalama umeimarishwa. Itakumbuka kwamba katika wadi hii ya Purko tuna jumla ya zile polling centers 8, lakini kuna vituo 12. Kwa mfano hapa niliko kuna vituo 2, kule Kumba kuna 3 na vile vile kule Enkaroni kuna 3, kisha kule kwingine kote kuna moja. Kwa hivyo tunazidi kufuatilia zoezi hili hadi pale saa 11 ambapo itakamilika, na kisha zote tutaelekea katika shule ya wavulana ya Ngoile ambapo kura zitajumuishwa na baadaye mshindi kutangazwa. Kwa hivyo kutoka hapa, kama ulivyosikia, hali ni shwari, tunazidi kuweka macho ili kuona kila kitu kinakwenda sawa. Rashid, narejesha kwako. Mimi naitwa Robert Masai. Asante sana. Ni ukweli kwamba ukiangalia taswira ya maeneo ambayo Robert Masai yupo ni taswira tofauti, manake foleni ipo ndefu, wananchi wengi, kuna utulivu, tabasamu, kila mtu akitekeleza haki yake ya kimsingi ya kupiga kura kumchagua mwakilishi wadi ambaye anaamini kwamba atamtumikia katika bunge la kaunti. Kumbuka sehemu hizi ambazo hazina wawakilishi, ambazo zinafanya mpaka uchaguzi ndogo usifanyike, wamekosa kuwakilishwa, hisia zao hazijasikika, sauti zao hazijasikika. Tuna imani kuanzia kesho na kesho kutwa watapata fursa maoni yao kufanyiwa kazi na viongozi. Sasa hivi nikupeleke kule